na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 4, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 13 hadi ile aya ya 25, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 13 aya ya 16 hadi aya ya 20. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 13 aya ya 16 hadi ya 20. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Amin, amin nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkayatenda. Sisemi habari za ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameinuliwa kisigino chake. Tangu sasa nawaambia, kabla hayajatukia, ili yatakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Amin, amin nawaambieni, yeye ampokeaye mtu yeyote nimpelekaye anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenipeleka. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Katika somo la Injili takatifu tulilolisikia hivi punde, ni sehemu ya Injili katika karamu ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, siku ile ya Alhamisi Kuu, inayoendelea baada ya Yesu kumaliza kuwaosha miguu wanafunzi wake na kuketi tena mezani pamoja nao. Katika sura hii ya 13 aya ya 16, Yesu anaanza kuwaambia mitume wake, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Anaposema mtumwa, ana maana ya kuwa mtu aliye chini ya bwana wake ama yule aliyemwajiri, akionyesha kuwa mtumwa ni mdogo kuliko bwana wake. Na jina mtume katika lugha ya Kiyunani ni apostolos, lenye maana aliyetumwa, ikiwa na maana kuwa Kristo mwenyewe ni mtume kwa sababu alitumwa na Mungu kuwakomboa wanadamu. Tukisoma Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16 hadi ya 17, inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Hii ina maana kuwa Kristo alikuja duniani kwa ajili yetu, akateswa, akasulubiwa, akafa, akazikwa. Siku ya Pasaka akafufuka katika wafu kutukomboa sisi wanadamu. Katika mafundisho haya ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunajifunza kuwa wanyenyekevu na watii kama yeye mwenyewe alivyofanya. Alikuwa mtii kama mtumwa mwaminifu mbele ya bwana wake, nasi pia tunaalikwa kuwa watii kwa Mungu. Kwa hivyo ni wajibu wetu kufuata yale yote yanayompendeza Mungu na kutimiza mapenzi yake siku zote. Yesu anapoendelea kuongea na mitume wake, anatimiza maandiko anaposema, aliyekula chakula changu ameinuliwa kisigino chake. Maneno haya yanapatikana pia katika Zaburi ya 41 aya 9, yakiwa na maana kuwa ukombozi wa mwanadamu ulitabiriwa toka kale na manabii, kwamba atakuja mkombozi wa ulimwengu kutukomboa. Hapa tunapata fundisho kuwa kusalitiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kulitabiriwa toka kale na manabii, ili mpango wa Mungu uweze kutimizwa wa kuwakomboa wanadamu. Pia Yesu anatualika kuyapokea yale yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kama yeye mwenyewe
alivyokubali kujitoa sadaka kwa ajili yetu. Yesu anaposema, tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia, ili yatakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Hapa Yesu alitaka mitume wake wawe na imani na yale anayowaambia, na wasipokuwa na imani wakati alipowaambia, watakuwa na imani pale yatakapotukia. Hivyo na sisi pia tunaalikwa kuyasikiliza yale yote tunayofundishwa na viongozi wetu wa kiroho kuhusu imani thabiti na namna bora ya kuishi imani hiyo, tukitambua kuwa tunafundishwa yale ambayo Kristo mwenyewe alifundisha. Mwisho kabisa mwa injili hii, Yesu anatuhakikishia kwamba yeyote anayempokea yule ambaye yeye mwenyewe aliyempeleka amempokea Yesu Kristo mwenyewe, na anayempokea Yesu Kristo anampokea yule aliyempeleka, yaani Mungu Baba Mwenyezi. Hivyo basi, watumishi wa Mungu waliochaguliwa kuifanya kazi ya Mungu yatupasa kuwasikiliza, maana wanayafundisha yale ambayo Kristo mwenyewe anataka tuyajue kupitia wao. Fundisho tunalolipata hapa ni kuwaheshimu wale walioteuliwa kuifanya kazi hii ya Mungu, na tutambue kuwa sio kazi ya mapadre kuihubiri Injili peke yake, bali kila Mkristo mbatizwa ana kazi ya kuihubiri Injili kwa maneno na matendo yake, tukitambua kuwa tumekombolewa kwa damu ya Kristo. Tukisoma waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya kwanza aya 18 hadi ya 19 inasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na hila, asiye na waa, yaani Kristo. Hii ina maana kuwa Kristo ndiye sadaka ya kutuondolea dhambi zetu zote. Na pia tunapotenda dhambi, tusiogope kukisogelea kiti cha maungamo ili dhambi zetu zipate kuondolewa. Tukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohane sura ya pili aya ya kwanza hadi ya pili inasema, watoto wangu wadogo nawaandikia hata ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiyo kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zenu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Hii ina maana kuwa tusitende dhambi, na tutendapo dhambi tumkimbilie Kristo. Ni mwaliko wetu sote kuwa watu wa msamaha kwa waliotukosea na kuendelea kutenda matendo ya huruma, tukitambua kuwa hapa duniani sisi ni wasafiri na makazi yetu ni mbinguni. Lakini tutambue kwamba ili kufika mbinguni, ambapo ndiyo lengo letu kuu, kila mmoja anapaswa kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu, na kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu ni kutenda mema na kusamehe waliotukosea. Hivyo wapendwa, nuru ya Pasaka izidi kutuangazia mioyo yetu, itujaze matumaini na kutupa nguvu ya kushinda changamoto za kila siku tunazokumbana nazo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Sixberto Sigifridi Munishi wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu, nasi tunajivunia imani twasakafia, hatutengani daima utukufu wake. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefufumaini letu, amefufuka mwana wa Bwana, ndiye nguvu yetu. Haleluya, amefufuka, ona
umefufuka.